والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndugu wa Kiislamu, kabla sijazungumza chochote, tunajua kuwa watu wengi wanafanya jitihada ya mambo haya ya khairi, wakiwemo ndugu zetu, kaka zetu walikuwa hapa, wakiwepo watu wengine ambao wanajitahidi kutoa mali zao kwa ajili ya kufanya mambo ya khairi kama haya. Hatuwajui, lakini tunaamini Allah subhanahu wa ta'ala anaona jitihada yao. Tunamuomba Allah jalla jalalu abariki khairi zao wanazozifanya, ajalie amali zao ziwe khalis kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, awabarikie hicho cha kinyonge walichokitoa kidogo, kwani malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala hayana kifani. Na kwa jitihada kama hizo ndio maana na sisi Waislamu tunatakiwa tuunge mkono jitihada kama hizi ili kukamilisha mambo ya khairi. Sisi tunajihimu kujiondoa katika maeneo yetu kwenye siku kama hizi ambazo hatukutakiwa tujiondoe maeneo yetu, siku ambazo hata familia zinashangaa unasafiri leo. Siku kama hii ambayo mtu pengine ana miaka 9-10 hajapata kukaa na wewe kwenye siku kama hii, na leo anakuta tayari umejitoa muhanga kwa ajili ya kwenda kuwashukuru Waislamu, kwa ajili ya kwenda kushirikiana na Waislamu kwenye mambo ya khairi. Haya kwa kweli yanahitaji kuungwa mkono sana, na msaidie hizi kamati katika kusimamia kazi hizi. Si kazi ndogo, ni kazi kubwa sana na kazi za gharama, na watu wengi kwa kweli wanashindwa kutoa chao kwa kutokana kuwa na mazingira tofauti ambayo ya ubabaishaji na kukhofishwa ambayo yaliyoingizwa katika nyoyo za Waislamu. Kwa hiyo na nyinyi mnaombwa sana kuwa muwe mnaunga mkono vitu kama hivi. Ndugu wa Kiislamu, tumemsikia hapa Sheikh Juma Yasin. Huyu bwana ni mwalimu wangu, mimi kanisomesha. Yani kule gerezani mimi kanisomesha Qur'an. Nilikuwa ninajua kusoma Qur'ani, nimehifadhi wakati huo kiwango kikubwa, na mwisho alhamdulillah nikahitimisha, na akawa yeye ndo ananisikiliza Qur'ani juzuu moja baada ya nyingine kila siku, mpaka tulipofika juzuu ya 12 zikaanza kesi kwenda mahakamani. Yeye ndo alikuwa akinisikiliza, na yeye ndo alikuwa akinisomesha hizi makamu za usomaji wa sauti na alhani katika Qur'an. Hapa kama mmemsikia nyewe wenyewe, hakuwa na matayarisho yoyote. Mimi ndio nilomwambia Sheikh Ibrahim, bwana mpeni Sheikh Juma kidogo angalau watu wamsikie, huyu ni maalimu wetu, msomi wa Qur'ani mzuri kabisa. Kapewa mic, mmemwona kafungua msahafu hapa, mlokuwepo alifungua msahafu hapa, katoa tu vitu, wewe hujui hata vimetoka wapi. Alikuwa anasoma surati al-Hajj, inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Akasoma kipande kikubwa sana kwa utulivu na kujiamini hali ya juu kabisa, kuonesha kuwa watu ni wasomi, wanafani zao, lakini ni mitihani ya dunia ambayo mwanadamu anakumbwa nayo. Hapa ametuadhinia kwa sauti nyingine kabisa, wengi hamfahamu, lakini alikuwa anatumia makamu ya Hijazi katika sauti aliyokuwa akiadhinia. Ni makamu ya Hijazi, vitu ambavyo huwezi ukavijua mpaka usome. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na tusikate tamaa, na hiyo ndio mada yetu ya leo. Tusikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hii ni aya ya 53 katika surati Zumar, sura 29. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul, ewe Muhammad waambie, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu mliokuwa mmefanya israf na makosa mengi, mmezikosea kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na mmejidhulumu nafsi zao na kuzikosea nafsi zenu na kujidhulumu kwa kufanya maasi mengi na kuteleza maeneo mengi sana. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hii ni mada refu na ni mada ambayo imetiririka na aya zake na katika mazingira mazito sana. Allah anatuonesha jinsi gani siku ya kiyama mwanadamu atakuja kujutia hii fursa aliyokuwa nayo anapoambiwa kuwa asikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala,
yeye akakata tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakuja kujutia hii fursa. Hichi si kitu chepesi, ni kitu kizito mno. Allah subhanahu wa ta'ala mafunzo haya wakati anayatoa kwenye Qur'an, yanatolewa katika msingi ambao Muislamu anatakiwa atekeleze kile alichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kutekeleza mwanadamu ulichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la wajibu na sio jambo la kubahatisha, kuwa wewe mwanadamu ukitaka fanya, hutaki usifanye. La, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Hii ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo hii kama sikosei inawezekana ikawa ni aya ya 64 ya surati An-Nisa, aya 64 ya surati An-Nisa. Naam, surati Al-Ahzab inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia wama kana limu'minin wala mu'minatin, haimpasi mu'min wala mu'minatin wala mu'min wala mu'mina, yani mwanamke wa aina yoyote, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anahukumia jambo, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kuwa eti yeye ana khiari kwenye jambo hilo, anaweza akaamua anachokitaka. Maana yake Allah subhanahu wa ta'ala anapoamua jambo na anapokuamrisha jambo au kakuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wewe unataka ufanye nini? Utii moja kwa moja. Wamenikumbusha hiyo niloisoma ni ya 64, ni aya ya 36 ya surati Al-Ahzab, lakini iko mfano wake na ndio ilionichanganya kidogo, ni ile fala wa rabbika la yu'minun, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Anaapa Allah subhanahu wa ta'ala, ninaapa wa rabbika, na Mola wako Muhammad, ninaapa la yu'minun, hawatokuwa na imani, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, mpaka watakapokuwa wanalao wana matatizo ya aina yote yale, warudi kwako wewe, wewe ndiyo uwe hakimu. Je, sasa hivi tunaweza karibu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tunaweza, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoondoka hapa duniani, kabla ya kuondoka alisema, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitab Allahi wa sunnati, nimekuachieni vitu ambavyo kama mtavifuata baada yangu mimi hamtopotoka. Kitabu Allah, kwanza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ya pili mwenendo wangu, hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na sisi katika maisha yetu tunaingia kwenye misiba, tunaingia kwenye mitihani ya kila aina, tunaingia kwenye furaha na faraja, tunaingia kwenye harusi, tunaingia kwenye mazingira mengi. Nini tufanye? Turudi kwenye kitabu cha Allah, turudi kwenye kitabu cha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mote ndio utapata ufunguzi. Kwa hiyo haimpasi fala wa rabbika la yu'minu, mtu atakosa imani kabisa mpaka arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, wasione baada ya hapo uzito wa aina yote ya maamuzi wanayokuta kwenye kitabu cha Allah au kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wasalimu amri kikamilifu. Kinyume cha hivyo mtu atakuwa na imani. Ndio hilo loambiwa, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ndugu wa Kiislamu, maamrisho yako wazi, maamrisho yako wazi. Hasa anapoamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa kwenye Qur'an, kul, sema Muhammad, waambie waja wangu, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu ambao mmefanyia israfu nafsi zenu, mmeteleza kwenye maasi tofauti, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote, yeye ni ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum,
Hapa tumeambiwa tusikate tamaa. Mwenyezi Mungu anasamehe kila kitu, na hakuna kati yetu sisi ambaye hafanyi makosa, au yupo? Hakuna, hakuna. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kakata mashauri kwenye hayo, kasema kullu bani adama khata'un, wanadamu wote ni wakosevu tena mno. Sio kullu bani adama mukhti'un, wanakosea. Khata'un au mukhti'un, kaambiwa khata'un, mkosevu. Kila mwanadamu ni mkosevu sana. Wa khairul khata'in at-tawwabun, na wabora wao ni wale ambao wenye kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana hata mtu anaposali swala yake, akiimaliza ile sala mwanadamu, moja kwa moja anafanya nini? Anasema astaghfirullah, 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 kwa sababu mapungufu kwa mwanadamu ndo mengi. Nani kati yetu sisi anayesali hapa ikawa sala yake imekamilika, akili haikutoka nje? Na nikiuliza kinyume chake, nani kati yetu sisi ambaye anahakikisha anapata japo 10% kwenye sala yake, akili inakuwa ndani ya sala? Si wengi ukiingia kwenye sala unaanza kuhesabu magunia huko. Yale magunia mangapi mmeuza, bakia ngapi? Afu sijui hata nipunguzie yule. Wengine walikuwa wapakuzi, wanasema, mzee wangu Allah mrehemu alikuwa akituchekesha. Anasema mtu alikuwa anahesabu zile sinia, sufuria alizokuwa amepika 4. Kwa hiyo hata akipanga hesabu ya kuzipakua zile 4 raka 4, hii raka 4, kwa sababu nilikuwa kwenye hesabu ya raka. Yani akili yake iko nje kwenye kupakua tu zile sufuria. Mtihani huu. Au mtu kama ana maduka 4 anapanga hesabu zake, raka ya kwanza hii, raka ya pili, hata akimaliza ana kitu. Rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru wat-ta'ab. Mtu anaweza akasimama akasali, lakini akawa kwenye ile sala hana chochote. Allah tuhifadhi. Ikakunjwa kathaubil khaliq, ikakunjwa ile sala kama nguo iliyokuwa ishachakaa, kama iliyotoka kwenye mdomo wa punda, alafu mtu anapigwa nayo ya uso, huku ile sala ikimwapiza, dhayyaka Allah kama dhayyatani, Allah akupoteze kama ulivyomdharau na mie. Tusio miongoni mwa wale ambao fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, hawazibi thamani ile sala kama inavyotakiwa. Sasa sisi tunatakiwa tusikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasamehe mengi, na ndio maana tukatolea mfano huu wa watu wakimaliza sala wanaleta istighfar. Na hata ukimaliza funga yako ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanazuoni wacha Mungu washamaliza Ramadhani, ishapita Ramadhani, basi wallahi wanakaa wakikumbuka ile Ramadhani ikiwajia, zile ibada zimekubaliwa, wallahi machozi yanawatoka. Wanaifikiria ile sala imekubaliwa, na huyo tahajjud haikumpita hata siku moja, witri tarawehe sijui haikumpita hata siku moja. Macho yake kajitahidi, hajatizama uchafu, hajafanya atili ambali kufanya maasi makubwa, lakini wallahi anakumbuka ile funga, nimetakabaliwa. Innal ladhina hum min khashyati rabbihim walladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Yani wakifikiria na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, basi wanajiogopea nafsi zao, wanatoa wanachokitoa. Wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un, wanatoa sadaka na kuwasaidia wanyonge, lakini nyoyo zao zina hofu. Je, Allah subhanahu wa ta'ala tutakaporejea tutayakuta haya malipo kwake? Na sio kuwa Allah anaenda kinyume na ahadi, la, lakini wanatafakari ile sala walioisali na ile ibada walioifanya na funga waliofunga na qiyamul layli walichokifanya kimetakabaliwa mbele ya Allah. Hapa ndio wanapowaliza watu. Juzi nilitumiwa clip mmoja, shekhe anaomba dua, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, tuliyofanya ya Rabbi usije ukatutupia ya Rabbi. Akanajihofia nafsi yake. Na hivi ndio anavyotakiwa Muislamu. Isiwe kumaliza mfungo wa Ramadhani basi mtu anatopea tu kwenye anayoyataka yeye. Sasa mwanadamu anatakiwa siku zote katika maisha yake asikate tamaa mbele ya rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa unakuta kukata tamaa huku katika masuala ya kusamehewa na kutokusamehewa.
lakini kuna asbabu zake. Unapozikamata zile asbabu za kusamehewa, basi hutakiwi wewe ukate tamaa kabisa. Wa anibu ila rabbikum, Allah anatufundisha sasa ili msamehewe na mpate msamaha wa Mola wenu. Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, rejeeni kwanza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa aslimu lahu, nyenyekeeni amri zake jalla jalalu. Min qabli an yatiyakumul adhabu thumma la tunsarun, kabla haijaja adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ikija adhabu ya Mwenyezi Mungu mtu hanusuriki tena. Na sasa mauti ndio yale pale, akhera ndio hiyo hapo, malakul mauti ndio huyo hapo hapo, tena pamebakisha nini? Unachoweza kukifanya. Ndio pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye surati An-Nahl aya ya 85, wa idha ra'a alladhina zalamu al'adhaba fala yukhaffafu anhum, wale waliokuwa wamejidhulumu watakapoona adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yukhaffafu anhum, hakuna tena njia ya kupunguziwa adhabu. Wala hum yunzarun, au kupururiwa. Pale unaposema rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, ya rabbi rejeshe angalau nikafanye mema niliyoyaacha, hakuna. Unarejea unakwenda wapi? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. Kalla, hakuna kitu hicho, bali nyuma yake tayari kuna barzakh, kuna kizuizi ambacho mwanadamu amezuiwa. Hapa moja kwa moja anachotakiwa yeye basi ni kusalimu amri na kutizama kitakachomkabili mbele yake. Sasa usikate tamaa, anza sasa hivi kurejea kwa Mola wako, jirekebishe mwanadamu. Hii sehemu moja ambayo kwa kweli ina maneno mengi sana, ina maneno mengi, na kwa bahati katika Ijumaa iliyopita nilizungumza aya hizi ambazo ni refu kwa sababu zinaendelea bado, labda tuzikamate tu kidogo kidogo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum, salama yenu nyie wanadamu, fuateni yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mazuri yayo amekushushieni ndani ya kitabu chake. Haya mafunzo aliyokuleteni Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia Qur'an na kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakamateni haya. Min qabli an yatiyakumul adhabu baghtatan, kabla haijaja adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ghafla moja, wa antum la tash'urun. Na mauti ndio kawaida, yakija yanakuja ghafla moja au yanapiga hodi. Wachache wanaobahatika kupigwa hodi, wachache wapo, lakini wachache. Na hao wanaopigiwa hodi huwa wanajiuliza, hii hodi ya kweli au si kweli? Hodi ni kufikwa kwenye mitihani. Wengine ukutwa na mitihani mpaka wakaona huyu bana anaondoka, huyu anaondoka, na watu wanaanza kuagana. Yanatokea hayo kwenye familia, mnaagana kabisa, lakini mara Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema muda bado, anapona yule mtu, anarudi duniani. Lakini hapo anasema kama mauti yamebipu tu hivi kidogo. Sasa lakini kawaida mauti yakija anakuja ghafla bila matarajio, mwanadamu anakuwa hajui. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jamillah, nafsi siku ya kiyama itakuja kujilaumu jinsi gani imepuuza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kuntu la minas sakhirin, mimi kwa kweli nilikuwa miongoni mwa wale ambao hata nikiambiwa vipi nikifanya kejeli tu. Na kejeli si lazima wewe useme maneno machafu, inawezekana ikawa kejeli yako wewe ni ya vitendo. Na wanasema wataalamu, lisanul hali afsahu min lisani almaqal. Yani wewe umesikiliza maneno uzuri kabisa, umesikiliza aya za Mwenyezi Mungu, umesikiliza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu umetoka bana, kila mmoja bwana ana kaburi lake, ukasema kwa mdomo wako, maana unastahzi, kila mmoja na kaburi lake bwana, tufanye bwana, tutakutana huko chini ya mkunazi, maana wewe hataki kushughulisha. Sawa Lakini kuna mwingine hasemi maneno hayo, lakini kutenda hatendi. Na Uislamu ili utoke kwenye hasara, basi umewekewa nguzo ngapi? Illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Ukifanya haya wewe umevuka kwenye hasara. Sura 104, wal asri innal insana la fi khusr illa alladhina amanu. Imethibitisha vitu viwili hii aya vikubwa. Kwanza ni kuwa wanadamu wote wamekula hasara. Ya pili, kuna kundi maalum tu
likitimiza masharti hilo linavuka kwenye ile hasara. Allah atujalie katika hao. Lipi? illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Sawa? Na haya mambo yanahitaji jitihada na yanahitaji moyo uliokuwa thabiti wa mwanadamu kustahimili misukosuko na mitihani na umkumba. Kwa hiyo usije ukajuta siku ya kiyama, kimbilia hayo. Au takula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, au takuja siku ya kiyama, ingekuwa Mwenyezi Mungu kanipa uongofu mie, ingekuwa mie mcha Mungu bwana. Kwani alokunyima nani? Njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ili akupe wewe ifuate. Anibu ila rabbik, rejea. Allah subhanahu wa ta'ala rehema zake kazijalia katika kufuata kitabu chake, ndio rehema zake ziko huko. Sasa wewe rejea kule. Ingekuwa rehema zake ziko misikitini, basi tungerehemewa wengi. Lakini humu misikitini kuna watu wanakuja humu kwa kuchuma moto tu, kuthibitisha tu kwenye madaftari yao kuwa wao ni makafiri. Wamo humu mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini mbele yetu sisi watatuthibitishia kuwa wao ni Waislamu safi, kofia nzuri, joho na hivi na nini, anavutia, akikupigia na kilemba chake wewe mwenyewe utafurahika. Wa yaqulu tasma liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Lakini wako watu ambao wanakuja humu wanatafuta radhi za Allah, wanaitafuta pepo kwa kuja humu ndani. Kwa hiyo na wewe kama unataka kuokoka na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, rejea kwenye amri za Mwenyezi Mungu, na huko ndo salama ya mwanadamu. Nilikuwa nawaambia watu wakati tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuache kusema uongo, tena tutie nia hasa kwa Bwana. Sasa hivi hapa na kwenda mbele sisi ni wa kweli tu. Muislamu asemi uongo. Wewe ukijiona ni mtu wa kudanganya danganya, wewe bwana, wewe huna imani. Ndio wale aloambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladhina ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wako watu ambao wanasema tumeamini, si waumini, si waislamu, lakini wameamini vinywani, nyoyo zao hazijafanya nini? Hazijaamini. Na al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani lazima ingie moyoni, na kisha kuingia moyoni ionekane kwenye vitendo vya mwanadamu. Na wewe unafanya hayo na kuazimia kudumu nayo, kwa sababu ili upate rehema za Mwenyezi Mungu, istiqama inahitajika. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nimefungika na wakati kiasi fulani kuonesha kuwa mwanadamu hawezi kufaulu ila arejee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sio arejee kwa muda, arejee asimame hapa. Hizi aya nzosoma inshallah Sheikh apate muda akusafsirieni au akukeni khutba ya Ijumaa akuambieni nini maana aya hizi. Tumwachie hiyo kazi aifanyie Sheikh. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, kuanzia aya 33 ya sura Fussilat. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Alistiqama ndio inayotakiwa, na msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umefungamana na istiqama, na ndiyo iliyotajwa kwenye aya 82 ya sura Taha, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Kuongoka huku ni kudumu katika istiqama. Mimi ni msamehevu sana tu kwa mtu aliyetubia. La mwanzo hilo, utubie, urejee kwa Mwenyezi Mungu. Umemdhulumu mtu haki yake, rejesha haki ya watu bwana. Hiyo ndio sharti ya mwanzo. Alafu uombe msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu uamini kweli, usome, ujue unachokifuata. Inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan. Sasa tenda mema. Sawa, tumeambiwa idfa billati hiya ahsan, tenda lilokuwa zuri zaidi. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim. Sawa, mwanadamu ukikosea tenda mema ili afute yale ya nyuma baada ya kutubia.
liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, halafu ndio ile istiqama inakuja hapa. Aya hii ya 82 ya sura Taha inafungamana na aya ile ya 33 ya sura Fussilat. Usitarajie msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kirahisi rahisi hivi, umletee Mwenyezi Mungu udanganyifu hivi wa mdomoni, danganya watu unafanya hivi, kumbe wewe ndiye mnafiki kabisa ambaye unadhulumu nafsi yako na unatenda dhulma kubwa sana baina ya Waislamu. Kwa hiyo kwanza tusikate tamaa na rehema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujirekebishe nafsi zetu. Hii ni sehemu moja ya kutokukata tamaa, ya kujirekebisha mtu nafsi yake. Lakini sasa nakwenda sehemu ya pili ambayo natarajia huenda mashekhe waliikusudia hiyo zaidi, na hayo ni ile iliyoelezwa kwenye surat Ali Imran. Surat Ali Imran natarajia itakuwa ni aya 136. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun mithluhu wa tilka alayamu nudawiluha baina an-nas. Inaanza imetaja huku sifa juu zilizotajwa, alafu ndio ikaja hiyo 139 sio 36 samani, wala tahinu wala tahzanu. Allah subhanahu wa ta'ala, Waislamu waliingia kwenye vita vya Uhud na wakapigwa wakaumizwa sana, lakini walifanya makosa na ndio maana ukatoka mtihani ule. Sawa Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akashusha hizi aya, wala tahinu wala tahzanu, msidhofu enyi waumini kwa mitihani ile ukuteni, wala tahzanu, wala msihuzunike, wa antumul a'launa, hakika nyinyi ni watu ambao Mwenyezi Mungu kakuwekeni juu, nyie watukufu. In kuntum mu'minin, kama waumini wa kweli aminini hayo. Kwa hiyo hapa tunapata kitu kimoja kikubwa sana, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala dini yake kaiweka juu. Sawa Ni sawa sawa na maneno ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aliposema nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, sisi ni watu ambao Mwenyezi Mungu ametutukuza kwa kuukamata Uislamu. Faman ibtagha al-izzata fi ghairihi adallahu Allah, atakayetafuta utukufu pengine pasipokuwa hapo, Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anamdhalilisha na kushusha chini tu. Sawa Kama kuna watu ambao wamefanyiwa jitihada dhidi yao ili kudhulumiwa, ili kudhalilishwa, ili kupakwa matope, ili kufanyiwa na kufanyiwa, basi na sisi tumo katika watu hao. Tumekamatwa, tumewekwa ndani, tumefanyiwa ya kufanyiwa, tumedhulumiwa, tumepakwa matope, tumezuliwa ya kuzuliwa, ili tudharaulike tuwe sisi ni watu duni. Lakini je, sisi ni watu duni au Allah katuinua? Allah katuinua. Alhamdulillah, Allahu akbar. Tusemeni alhamdulillah. Alhamdulillah, rehema kubwa. Mtu ambaye ulikuwa wewe watu wanakupaka matope uonekane mbaya, sasa hivi wallahi kila unapokwenda pahali mtu bwana mahali bwana angalau ukusalimie mahali hakujui mtu shekhe, hakujui kabisa. Unafika pale kwenye msikiti, kama leo nimeenda kusalisha msikiti wa Mchangani pale, na maliza mahali mtupige picha kidogo bwana, kila mmoja mahali njoo subiri bwana tupate picha na wewe mahali nini kubwa lilofanya binadamu mie nyonge al-khata kubwa lipi? Tulijitahidi tu kusimama na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah kwa rehema zake atakatukubalia jitihada zetu. Kwa hiyo sisi Allah anatuambia wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin, nyinyi mko juu. Kwa hiyo hata akikudhalilisha vipi, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuweka juu. Kulillahumma malika al-mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kazi za Mwenyezi Mungu hizi, Sheikh atakwambieni mkenda huko muda nitaupoteza pale, itakuja kuwa mtihani. Sawa Kazi za Mwenyezi Mungu hizi, kuinua ar-rafi'ul khafid, Allah jalla jalal ni yeye. Wewe hata utakemdhalilishe vipi mtu atainuka tu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema nyinyi Waislamu ni watukufu, mko juu.
in tamsaskum qarhun faqad massa alqauma qarhun mithlu, ikiwa nyinyi mmefikwa na mitihani ya hapa na pale, mmeumizwa, mmefanywa hivi na wale vile vile. Ndio sasa na ile inayosema in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Wale wote ambao wanajaribu kuwadhalilisha Waislamu, Allah anafanya nini? Anawapiga na chini, anawadhalilisha. Wanafika pahali hata kujitokeza mbele ya jamii hawezi kujitokeza. Achilia mbali kutamania kwa mtu ampe mkono, anaogopa hata kujitokeza mbele ya jamii. Mwenyezi Mungu kamtia jela wakati yeye yuko huru. Na Allah sisi katutoa, tumetukuzwa wakati tuko jela. Allah kajalia Waislamu wanatutukuza huku nje na tuko kule kule jela. Na Allah katutoa, bado anaendelea kututukuza, na Allah atutukuze hapa duniani na akhera. Kwa hiyo Waislamu sikate tamaa kabisa kabisa. Na tunashukuru, tumeomba dua nyingi na Allah kafungua kheri za kila aina. Mimi nilikuja hapa kutoa shukrani katika msikiti huu, na tukaiombea dua serikali na viongozi. Mwenyezi Mungu afanye nini? Awatie moyo wa imani na huruma, wawatendee uadilifu Waislamu wenzetu. Na wakati tunasema hayo, Sheikh Juma Yasini yuko ndani, Sheikh Nasr yule pale yuko ndani, mwingine tunaye pale nje anauza dawa hizi, na ndiye alimsaidia ndugu yetu aliyeumia tindi za mgongo hizi. Aliita mpaka familia yake kuiaga kuwa bwana yeye ndio basi tena hawezi hata kutembea. Leo wallahi mzima anatembea, mgonjwa lakini ni mzima anatembea. Aliyemtibu bwana shekhe yuko pale nje, kasimama kavaa fulana tu hivi ya rangi ya kijani, utaiona hivi kama CCM. Tulikuwa naye kule gerezani na akakaa miaka kadhaa, lakini ni daktari, ni mtabibu mzuri sana, na yupo pale nje. Watu watakaobahatika kwenda kuchukua pale dawa, tumtie nguvu, naye anauza dawa, anatafuta riziki za halali kabisa. Twendeni pale tukachukue dawa tupate tiba. Katusomesha, na mimi pia kanisomesha jinsi ya kuchua. Mimi pia nimesoma kwake jinsi ya kuchua, na familia yangu inafaidika kwa elimu ambayo nimepata kwake ya kuchua. Na sio kuchua tu, ni tabibu mkubwa inshallah. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atujalie Waislamu wenye kupendana na wenye kuthaminiana, wenye kujali yao na dini yao na kila anaomhusu Muislamu. Innahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.